Mheshimiwa Hasia Halamga anauliza, je, lini serikali itajenga kisima cha maji katika kata ya Basodesha? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Maji na linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Kundo Mathew. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Naomba sasa kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Hanang' swali lao namba 561 liweze kupata majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji. Ilikuwa ni shilingi 22,000, si ndio? Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Hasia Abdulkarim Halamga, mbunge wa jimbo la Hanang' kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkakati wa serikali ni kuhakikisha vijiji vyote 1575 ambavyo havijafikiwa na huduma ya maji safi na salama vinafikiwa na huduma hiyo ifikapo 2030, ikiwemo kijiji cha Basodeshi kilichopo kata ya Basodesha wilayani Hanang' mkoani Manyara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutatua changamoto ya upatikanaji wa huduma maji katika kijiji hicho, serikali imekamilisha uchimbaji wa kisima kirefu chenye uwezo wa kuzalisha maji lita 20,000 kwa saa. Aidha, usanifu wa miundombinu ya usambazaji wa maji umekamilika na serikali inaendelea kutafuta fedha zaidi ya shilingi bilioni 1.3 kwa ajili ya kuanza utekelezaji. Mradi huo unatarajiwa kunufaisha zaidi ya wananchi 5620 wa kijiji cha Basodesha. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hivyo, katika hatua za awali za kupunguza changamoto ya maji katika kijiji cha Basodesha, serikali katika mwaka wa fedha 26/27 itatekeleza mradi wa maji wa kutumia chanzo cha Ziwa Basutu. Mradi huo unatarajiwa kutekelezwa ndani ya miezi 12, ambapo miongoni mwa maeneo yatakayonufaika ni pamoja na Dilingan, Endamdaiga na baadhi ya sehemu ya vijiji vya Basodeshi na Muleru. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Hasia Halamga, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwanza nichukue nafasi hii kuipongeza serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo inafanya kuendelea kutatua changamoto ya maji katika nchi yetu ya Tanzania. Swali langu la kwanza, kata hii ya Basodesh toka dunia imeumbwa hawakuwahi kugusa maji ya bombani. Naishukuru serikali kwa kuchimba visima toka mwaka 2021, lakini hadi sasa usambazaji wa maji haujafanyika. Kazi hii kubwa ya serikali iliyofanywa, ninaomba kupata commitment ya serikali sasa. Kazi hii ambayo imefanyika, ni lini wananchi watakunywa maji ya bombani kwa kazi iliyobakia ya usambazaji, haswa katika maeneo ya kijiji cha Basodeshi chenyewe, kijiji cha Gidamoh, kijiji cha Gisiali. Ni lini kazi hii itaenda kuanza? Lakini jambo langu la pili, je, Mheshimiwa Waziri yuko tayari kuambatana na mimi na kwenda kuangalia maji wananchi wanaokunywa kwa sasa? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Hasia Halamga, mbunge bingwa kabisa kutoka pale Hanang'. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa kazi nzuri anayoifanya, lakini pia napenda kusema kwamba swala la usambazaji wa maji kwa aina ya mbunge Hanang' waliyenaye na kwa aina ya rais tuliyenaye Tanzania, kazi hiyo haitakuwa ngumu kwenda kuitekeleza, kwani ndio falsafa ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeshachimba visima 5 katika jimbo hili la Hanang' na katika kata hii ambayo Mheshimiwa mbunge ameisema, ambapo tunafahamu vijiji 2 vinatumia maji kutoka mlima Hanang', lakini vijiji hivi 3 ndivyo ambavyo bado usambazaji hujafanyika.
lakini nimtoe hofu, pamoja na uchimbaji wa visima ambavyo vimeshakamilika, kijiji hiki cha Basodeshi pamoja na hivi vijiji vitatu tayari tumeshafanya usanifu na gharama yake ni bilioni 4.7 ya kufanya usambazaji mzima wa huduma ya maji safi na salama. Lakini kwa sababu serikali inaendelea kutafuta fedha, tumekuja na mpango wa muda mfupi. Katika kijiji cha Basodeshi tunaenda kujenga point source, ambapo tayari tumeshapata mtu wa kwenda kufanya hiyo kazi, na taarifa nilionayo siku ya tarehe 12 mwezi huu wa 6 tunaenda kusaini mkataba kwa ajili ya kuanza kujenga hiyo point source. Sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji, napenda nimwelekeze RM ama meneja wa mkoa wa Manyara, huu mkataba badala ya kusainiwa siku ya tarehe 12 ambapo mbunge atakuwa bungeni, usogezwe iwe siku ya weekend ambapo mheshimiwa mbunge lazima ashiriki katika kusaini mkataba, na huu mkataba hautakiwi kusainiwa mjini Hanang', unatakiwa upelekwe katika kijiji ambacho mradi unapelekwa, ili wananchi wakashuhudie kazi kubwa inayofanywa na mbunge wao chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hii nitoe maelekezo kwa maalimu wote nchini, maeneo ambapo miradi mbalimbali inatekelezwa, kuweka jiwe la msingi, lakini kuna miradi ambayo ni ya kuzindua, kuna kiwango, naelekeza maalimu wahakikishe kwamba wazinduaji wa miradi wawe ambao wanakuja kutafuta fedha kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambao ni waheshimiwa wabunge. Kwa hiyo wabunge watashiriki katika kuzindua ama kuweka jiwe la msingi kulingana na miradi ambayo tutakuwa tumeipanga, badala ya kuita watu wengine ambao hata hawajui pesa inapatikana wapi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nasisitiza sana hili kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji, waheshimiwa wabunge ambao wanakuja bungeni kupambania hizi fedha, akiwemo Mheshimiwa Asia Haramga, wawe sehemu ya kuhakikisha kwamba wanashuhudia utiaji wa saini, uzinduzi wa miradi na uwekaji wa jiwe la msingi, kuhakikisha kwamba ile ownership na wananchi wao washuhudie kwamba kweli mwakilishi wao anafanya kazi yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la pili, mtumishi wa wananchi wa Wanahanang' amesema mimi ni nani nikatae kuongozana naye kwenda mpaka Hanang' kwenda kuiwakilisha serikali na kujionea changamoto ya wananchi wa Hanang'. Niko tayari kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.